أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Katika kipande ambacho kwamba tunaingia leo ni kipande ambacho kwamba cha dua kumail. Imam anasema Allahumma, bismillahir rahmanir rahim, Allahumma inni as'aluka su'ala khadhi'in mutadhallilin khashi'a an tusamihani wa tarhamani wa taj'alani biqismika radiyan qani'a wa fi jami'il ahwali mutawadhi'a. Anasema Allahumma, ewe Mola, inni as'aluka, hakika yangu mimi na kuomba, suala, na kuomba ombi, khadhi', ombi la yule mtu ambaye kwamba ni mnyenyekevu, mutadhallilin, katika hali ya kudhalilika, khashi, nikiwa na hofu ya kukuogopa wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, antusamihani, unisamehe mimi, hiyo ni ya kwanza. Watarhamani, na unihurumie mimi, hiyo ni ya pili. Wataj'alani, na unijalie, wataj'alani biqismika radiyan qani'a, na unijalie kwa ugavi wako niwe nimeridhia. Qani'an, niwe nimeridhia au niwe nimeridhika. Qani'an, na niwe nimekinai au niwe nimetosheka au na kutosheka. Wa fi jami'il ahwali, na katika hali zote mutawadhi'a, niwe mnyenyekevu. Haya ni mambo matano. Ya kwanza, antusamihani, unisamehe. Baada imam kwanza na kusema Allahumma inni as'aluka, yani mimi na kuomba nikiwa katika hali ya unyenyekevu, mutadhallilin khashi. Baada hayo anaanza nasema antusamihani ya kwanza, watarhamani ya pili, wataj'alani biqismika radiyan qani'a ya tatu, wa fi jamil ahwali mutawadhi'a. Ni mambo manne. Inshallah haya mambo manne ndiye ambaye kwamba tutaweza kuangazia katika kipande hiki ambacho kwamba inshallah Mwenyezi Mungu ametupatia taufik tuweze kuongea kuhusiana nayo. Ya kwanza, baada ya kuonesha ya kwenda mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hali ya unyenyekevu na katika hali ya unyonge na katika hali ya kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sasa tunaanza kumuuliza kwamba antusamihani, unisamehe. Mmoja maulama anasema antusamihani, unisamehe, huwa ni nini? Atasamu, yani ile hali ya kusameheana, huyu kumsamehe huyu na yule kumsamehea mwingine, ina upande mbili. Upande wa kwanza inatokamana na yule ambaye kwamba anasamehea, na upande wa pili yule ambaye kwamba anayesamehewa. Kwa hivyo ile kumsamehe mwenzako ni mudaratul ghair, ni kumwangalia mwenzako, kushughulika na mwenzako. Wa shuur, na ile pia kujipatia hisia bil ilaqa, na kujipatia hisia ya undugu. Kwa hivyo inamaanisha kwamba at-tasamuh, wakati ambapo kwamba tunapoongea kuhusiana na at-tasamuh, tunapomuomba Mwenyezi Mungu antusamihani, yani unisamehe mimi, pia lazima tuingize katika jamii yetu na tuweke pia katika maisha yetu ya kawaida. Hiyo ni nukta ya kwanza, antusamihani. Kisha nukta ya pili ambayo kwamba imam anamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, watarhamani, na unihurumie mimi, yani arrahma warrafa,
ni ile kutaka huruma kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa na vile tunavyotaka huruma kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, pia sisi lazima tu apply kwetu sisi kwamba tuwasamehe na wengine, maana bila kuwasamehe wengine Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hata tusamehe, hata tuhurumia, ambaye kwamba pia inakuja. Nukta tatu, at-tawadhu wal khushu, ambaye kwamba watarhamani, unirhumie, watajalani biqismika radhiyan qani'a. Kwa hivyo nukta ya tatu ni alqanaa, watajalani biqismika radhiyan qani'a, na unijalie katika ugavi wako radhiyan, ni mwenye kuridhia, qani'an, ni mwenye kukinai. Sasa anasema kwamba nukta ya tatu ni alqanaatu bi'ata'i llahi ta'ala, ni ile kukinai, mtu kujitosheleza au mtu kutosheka na yale au na ugavi wa Allah subhanahu wa ta'ala, bali hawi ni mwenye kufanya nini? Hawi ni mwenye kutamani vitu vya wengine. Mwenyezi Mungu akikupatia, tosheka na hiyo ambaye kwamba amekupatia, zote zitakuja. Kisha nukta ya 4 ni wa fi jamil ahwal, na katika hali zote zile, hali ya raha, hali ya shida, hali ya bala, mutawadhi'a, niwe mnyenyekevu. Kwa hivyo ndo anasema nukta ya 4 ni at-tawadhu, ni kumnyenyekea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wal khushu, na kumwogopa, fi kulli dhuruf, katika kila hali. Lakini kabla ya kuanza safari hii ya vipengele hivi au vipande hivi, ni kwamba ni lazima mwanadamu akumbuke kwamba wakati ambapo kwamba anapotaka tawajjuh, anapotaka kumwelekea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, lazima aangalie jinsi ya kumwelekea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ambaye kwamba ni muhimu. Yani lazima uangalie jinsi ambayo kwamba unamwelekea Allah subhanahu wa ta'ala, unamwelekea vipi. Maana yule ambaye kwamba unamwelekea lazima ujue ni nani, na yule ambaye kwamba unamwelekea ni lazima ujue ana heshima aina gani. Kwa hivyo hiyo ni kitu muhimu sana. Ndio maana Imam anasema mwanzo kabisa, anaanza Allahumma inni, ninakuomba wewe Mwenyezi Mungu, hakika mimi ninakuomba Mwenyezi Mungu, sual, ninakuomba ombi, khadhi, nikiwa mnyenyekevu, mutadhalli, nikiwa mnyonge, khashi, nikiwa ni mwenye kukuogopa na kuwa na hofu kwa ajili yako. Sasa amefanya i'tiraf Imam hapa, amefanya kutambua yuko mbele ya nani. Kwa hivyo ndio maana akaanza na hiyo. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliambia mtume wake Nabii Musa alayhi salam, ya ibna Imran, ewe mtoto wa Imran, habli min qalbika alkhushu'a, nipe kutoka moyoni mwako nini? Khushu'. Wa min badanika alkhudhu', na katika mwili wako nipe unyenyekevu. Wa min ainika ad-dumu', na kutoka machoni mwako nipe machozi. Kisha anasema fi dhulamil layl, nipe machozi nililie katika usiku wa manane. Wad'uni, na niombe mimi, fa innaka tajidni qariban mujiba, hakika wewe, Allahu akbar. Yani hii hadithul qudus ina athari. Yani angalia, anamwambia kwamba wa min ainika ad-dumu, na nipe toka machoni mwako nini? Machozi. Yani wakati ambao kwamba unapoomba Mwenyezi Mungu, lia. Fi dhulamil layl, katika usiku wa manane, katika giza la usiku. Wad'uni, na niombe mimi, fa innaka tajidni, hakika wewe utakuwa ni mwenye kunipata. Utakaponiomba basi utakuwa ni mwenye kunipata. Qariban, niko karibu. Mujiban, ni mwenye kujibu dua yako. Tuombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe ni miongoni mwa wale ambao kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anajibu dua zao. Atujalie tuwe miongoni mwa wale ambao kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anawafanya wawe wanyenyekevu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.